Chama cha wahasibu nchini ISPAK kimezitaka serikali za kaunti kuwekeza katika mafunzo ya wahasibu wao kwenye taasisi hiyo. Mwenyekiti wa taasisi hii tawi la Mlima Paul Njogona amebaini kuwa kuna mifumo mipya katika sekta ya uhasibu humu nchini ambayo kila mhasibu anapaswa kupata mafunzo juu yake. Mimi na omba lobby langu la kwanza ni kuomba magavana wetu, kama wale wanahasibu wetu wako pale kwa counties hawajapata hizo pesa, tunaomba watenge hizo pesa kwa bajeti ndio waweze kuwapeleka training tofauti na ndio waweze kukua na ule ujuzi wa kutekeleza mahesabu ile inafaa kulingana na kisheria. Tukilingana na katika juzi tunaona kuna mpangilio mpya kutokana na ile mikakati imewekwa na bodi za kitaifa vile mahesabu inafaa kufanywa. Kama hatapata hiyo chance ya kwenda kuwa trained, itakuwa kwa shida sana, kwa sababu tuna mifumo mipya inakuja kutengeneza hiyo na kusimamia vile mahesabu inafanywa. Wanahasibu wote wale wanatayarisha hiyo mahesabu si wana member wetu, they are not our members, na ndio sababu tunasema wakuwe members wetu, kwa sababu tuko na mikakati tunafaa kuonyesha vile hiyo mahesabu katika county assembly vile inafaa kutengeneza na kutayarishwa katika kulingana na vile sheria inataka ama kulingana na vile standards zinafanya. So that ndio sababu tunaita na niko na mwito kama wanahasibu wote wa county zote wataitikia ukuwe members wetu, tutatengeneza hizo counties na kila kitu itaenda uswali. Ndio wakienda hata katika bunge la seneti wataweza kujibu ile maswali. Ukiangalia katika juzi, ukienda kwa seneti kuna chairman wa hiyo committee anauliza wewe ni mwanahasibu, umeajiriwa ama umeregister katika taasisi ya mahesabu inaitwa ISPAK. Unaona wanakosa zile namba wanafaa kuwa wameregister. Kwa hiyo mahesabu haiwezi kuwa inakubalika kisheria.